Mwathirika wa utekaji nyara katika kanisa moja kaskazini mwa Nigeria amesimulia kwa uchungu namna alivyofanikiwa kutoroka baada ya kushambuliwa vikali na watu wenye silaha kali. Tukio hilo lililotokea katika kijiji cha Kuminiwali, takriban kilomita 135 kaskazini mwa mji mkuu wa Abuja. Sarah Peter, hili si jina lake halisi, ni mwenye umri wa miaka 60, alikuwa kanisani alipovamiwa na washambuliaji waliovamia eneo la ibada kwa lengo la kuwateka waumini. Alipigwa kichwani kwa mtutu wa bunduki ili amlazimishe kuendelea kutembea, hali iliyomsababishia jeraha kubwa lililokuwa likitokwa na damu nyingi. Shirika la BBC limeripoti kuwa bado ametikiswa kisaikolojia. Sala alisema damu ilimwagika kila mahali baada ya kupigwa. Alielezea kuwa mateso aliyopitia yalikuwa makubwa sana na kwamba aliburuzwa hata baada ya kuambia washambuliaji kuwa hakuwa na nguvu za kutembea. Aliongeza kuwa alifanikiwa kujificha sehemu fulani hadi alipohakikisha kuwa watekaji wameshaondoka. Akiwa dhaifu kupita kiasi, lazimika kutembea na kutambaa polepole hadi kurejea kijijini, jambo aliloelezea kuwa mojawapo ya nyakati ngumu zaidi maishani mwake. Watu kadhaa walitekwa nyara kutoka tawi la kanisa la Cherubim na Seraphim Movement pamoja na makanisa mengine ya wawili katika kijiji hicho, kwa mujibu wa tawi la eneo hilo la chama cha Ukristo Nigeria. Watu 11 akiwemo Sarah walifanikiwa kutoroka, lakini zaidi ya watu 160 bado hawajulikani walipo. Wakazi waliobaki kijijini wamebaki katika hali ya huzuni na hofu kubwa, wakihofia mashambulizi zaidi. Hadi sasa mamlaka za serikali hazijatoa takwimu rasmi za waliopotea, hali inayoongeza wasiwasi na hasira miongoni mwa wakazi. Kijiji cha Kuminiwali kiko karibu na msitu wa Rijana katika jimbo la Kaduna, eneo linalojulikana kuwa maficho magenge yenye silaha yanayojulikana kama majambazi. Makundi haya yamekuwa yakihusika na mashambulizi na utekaji nyara mara kwa mara katika eneo hilo kama sehemu ya mgogoro mpana wa kiusalama nchini Nigeria. Ingawa hakuna kundi lililodai kuhusika na shambulio hilo, tukio hili linaangazia kuongezeka kwa utekaji nyara kwa lengo la kupata fidia nchini Nigeria, huku viongozi wa nchi wamekanusha madai ya kwamba Wakristo wanalengwa kwa misingi ya imani, wakisisitiza kuwa watu wa dini zote wameathirika, huku wakazi wa Kuminiwali wakiendelea kuitaka serikali kuboresha usalama na kuwa wazi kuhusu matukio ya hivi karibuni. Imeandaliwa na Helen Mdinda kwa msaada wa mashirika habari na kusoma kwako nami Timothy Rugoe.